Mchambuzi na mdau wa siasa nchini Simeon Mwaipopo amepasua jibu kwa kutoa kauli nzito zilizolenga harakati za mwanaharakati Mange Kimambi anayeishi nchini Marekani pamoja na viongozi wa upinzani waliohamasisha maandamano makubwa ya tarehe 7 Julai maarufu kama Sabasaba, akilaani vikali tabia za uchochezi na unafiki inayotishia amani ya taifa. Mwaipopo ameitaka jamii ya Watanzania kufika mahali na kuwa na ukweli kwa kukataa kushawishiwa na watu walioko nje ya mipaka ya nchi ambao wanajaribu kutumia kizingizio cha kudai haki ili kuchochea machafuko na kuichoma nchi, huku wao wenyewe wakiwa wamekaa salama ughaibuni. Ameeleza kuwa amekuwa akipokea vitisho vingi vya kuuawa zaidi ya mara 10 kutoka kwa wadau na watu wanaotumia namba ya simu za mataifa za nje ikiwemo nambari za Ulaya na Msumbiji, akisisitiza kuwa mifumo ya ulinzi inafuatilia kwa ukaribu mtandao huo na kuonya kuwa wale watakokamatwa wasizingizie kuwa wameonewa na vyombo vya dola, kwa sababu upande unaozuia machafuko ndio unaotetea maisha ya raia wa kawaida. Mchambuzi huyu amefafanua kuwa kama machafuko yaliyokuwa yamepangwa yangefanikiwa nchini, isingekuwa na utulivu uliopo sasa, na kungekuwa na fursa ya wananchi kwenda hospitali au wazazi kuwapeleka watoto wao shuleni, kutokana na ukweli kwamba waandaji wa maandamano hayo walipanga kuchoma shule, mahospitali, vituo vya afya, kuharibu miundombinu ya barabara, kuua raia na kuondoa uhai wa viongozi wa serikali. Simon Mwaipopo amebainisha kuwa mipango hiyo haikuwa na chembe ya maandamano ya amani kama ilivyokuwa ikitangazwa, na kuongeza kuwa vitisho vya kutaka kuua yeye mwenyewe kwa sababu tu ya kupinga uharibifu huo havitamzuia kueleza ukweli kwa Watanzania ambao amewatuhumu kuwa na tabia ya unafiki mkubwa unaozima mataifa mengi ya Afrika. Unafiki huo unajidhihirisha pale ambapo baadhi ya watu wanamchukia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ya kukosa nafasi ya uongozi au vyeo vya kiserikali katika nchi yenye raia zaidi ya milioni 70, ambapo serikali haina uwezo wa kuajiri kila mtu kuwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, mbunge au naibu waziri. Katika kuonyesha mfano halisi wa unafiki huo wa kisiasa, Mwaipopo amemtolea mfano kijana mmoja mkazi wa eneo la Mbezi ambaye alikuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na alikuwa akimsifu sana Daktari Rais Samia Suluhu Hassan wakati wa mchakato wa uchaguzi, lakini baada ya kukatwa na kukosa ubunge kwenye kura za maoni aligeuka upande wa pili na kuanza kudai kuwa mkuu huyo wa nchi hafai. Mchambuzi huyo ameweka wazi kuwa alimkabili kijana huyo na kumwambia kuwa walipiga kura ndio waliomkataa kwa sababu ana uwezo wa kutetea raia, bali alikuwa akitafuta fursa ya kupata mapato binafsi maarufu kama maokoto, jambo linaloonyesha jinsi baadhi ya wanasiasa wanavyobaki ndani ya chama tawala lakini mioyo yao ikiwa na misimamo miwili kulingana na maslahi yao ya kiuchumi. Pia ameguzia shutuma zilizotolewa na kijana mwingine mtandaoni aliyedai uwepo wa ufisadi unaomhusisha kiongozi mmoja wa upinzani na aliyetajwa kwa jina la Heche, akidaiwa kupokea fedha nyingi kutoka kwa mfanyibiashara ama wafanyibiashara ikiwemo bilionea anayeitwa Nilesh kwa lengo la kusababisha madhara kwa raia, jambo lililoibua malalamiko baada ya fedha hizo kutumika kwa maslahi binafsi.
Mjadala huo umeenda mbali zaidi baada ya Simeon Mwaipopo kuishambulia moja kwa moja Mange Kimambi kufuatia kauli zake za kulaumu viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walioamua kukaa meza moja na serikali ya CCM kwa ajili ya kufanyika na kufanya maridhiano ya kisiasa. Mwanaharakati huyo wa Marekani alidai kuwa viongozi pekee waliobaki na misimamo mikali ni Heche pamoja na kiongozi mwingine wa sasa ambaye ni kiongozi mwenyekiti wa chama hicho John Heche, vilevile na Tundu Antipas Lissu pamoja na Godbless Lema ambaye na wengine kama Joseph Mbilinyi maarufu Sugu ambaye wameshafifisha mapambano kwa kukubali mazungumzo, jambo ambalo Simeon Mwaipopo amelivuta akisema ni ukosefu wa akili kufikiria kuwa amani inaweza kupatikana duniani bila vikao vya usuluhishi. Ameipiga mfano wa migogoro mikubwa ya kimataifa kama ule wa nchi ya Marekani na Iran au vita kati ya Wapalestina na Waisraeli ambapo pande zote zinalazimika kuketi mezani ili kumaliza matatizo. Hivyo akashangaa kitendo cha Mange Kimambi kutaka kuona Watanzania wakisukumana barabarani na kushuhudia magari ya kijeshi yakizunguka mjini, jambo linaloita madoa ama linalotia madoa nchi kimataifa. Kutokana na hali hiyo, mchambuzi huyo ametoa wito nzito kwa viongozi na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuacha kile alichokiita siasa za kishamba na badala yake kufuata mkondo wa kistaarabu kwa kukaa na viongozi wa CCM na serikali ili kufikia mwafaka utakaoruhusu maisha ya wananchi kuendelea kwa amani na utulivu. Mwaipopo amekosoa pia muonekano wa viongozi wa upinzani mahakamani, akitolea mfano kiongozi mmoja aliyefika mbele ya Pilato akiwa ameacha nywele zake furufuru bila utaratibu nzuri, akisema kuwa muonekano huo hauna hadhi ya uongozi bali unafanana na uhuni unaolenga kutafuta huruma ya jamii kwa makusudi. Amebainisha kuwa viongozi wa kweli wanapaswa kuonyesha taswira yenye heshima na mavazi nadhifu, hasa wanaolindwa na kuheshimiwa na askari wa usalama, huku akionya kuwa tasnia ya siasa nchini imevamiwa na watu wasio na sifa sawa na jinsi taasisi za kidini zilivyovamiwa, ambapo kwa sasa kila mtu anadai kuwa shehe au kiongozi wa maombi bila kuwa na maadili ya ukweli wa kiroho. Uchambuzi huu wa kihabari unadhihirisha uwepo wa mgawanyiko mkubwa wa kifikra kati ya wanasiasa wa ndani wanaotafuta suluhu kupitia maridhiano na wanaharakati wa mtandaoni wanaoishia nje ama wanaoishi nje ya nchi, wanaoishawishi mapambano ya nguvu barabarani bila kujali madhara ya kijamii na kiuchumi yanayoweza kupatikana na kupata raia wa kawaida. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mifumo ya nchi ya kiulinzi imeendelea kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani kama nguzo kuu ya maendeleo, huku kauli za wachambuzi kama Simeon Mwaipopo zikionyesha kuwa mbinu za kutumia mitandao ya kijamii kuchochea furugu zimeanza kukabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa raia wanaodhamini utulivu wa nchi yao.